Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kutoka kucheza mchezo wa mzunguko wa pili ligi kuu ya NBC dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, mchezo ambao Simba waliucheza pale CCM Kirumba Mwanza na kuweza kufanikiwa kushinda mabao 2-1, hatimaye klabu ya soka ya Simba Sports Club wanarejea tena dimbani, ambapo tunashuhudia tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 klabu ya soka ya Simba watakwenda kucheza mchezo wa mzunguko wa tatu ligi kuu ya NBC dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars, ambapo kuelekea katika mchezo huu ambao utakwenda kuchezwa majira ya saa 12 jioni katika uwanja wa Airtel uliopo pale Singida, basi fahamu klabu ya soka ya Simba kunako msimamo wapo nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo miwili, wameshinda michezo yote wakiwa wamefunga mabao 4 na kuruhusu bao 1 wakiwa na alama 6 katika nafasi ya pili. Lakini Simba wanakwenda kukutana Singida Black Stars ambao wao wapo nafasi ya tatu wakiwa wamecheza michezo miwili, wameshinda 1 na sare 1 pasipo kupoteza wote ule, wamefunga mabao 4 sawa na Simba na kuruhusu bao 1 pekee wakiwa na alama 4. Kwa hiyo ni mchezo wa kuvutia, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona michezo 10 ya mwisho kati ya kikosi cha timu ya soka Singida Black Stars na Simba waliokutana. Basi fahamu Simba ameshinda kwa 90%, yani ameshinda michezo 9 huku sare ukiwa ni mchezo mmoja, na mchezo wa mwisho kukutana walikutana katika mechi za makundi za Sekafa Cup, mashindano ambayo yalitimua vumbi mwezi wa 7, ambapo tunaona Simba alishinda mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars. Kwa hiyo tunaona kuelekea katika mchezo huu asilimia zipo upande mkubwa kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kuibuka na ushindi. Kabla kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club unaamini kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kuibuka na ushindi mbele ya timu ya soka ya Singida Black Stars, like video yetu alafu tuambie kuelekea katika mchezo huu kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Je, kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi? Kwa shuka kwenye comment hapo uka comment kama unaamini kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Star. Sasa kuelekea katika mchezo wa klabu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars, klabu ya soka ya Simba wameweza kupata pigo kubwa kwa sababu kuna nyota wao ambao watakwenda kuwakosa katika mchezo huu. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka ya Simba wanatarajia kumkosa ni Tanja Jibila Kasali, miongoni mwa golikipa ambaye anafanya vizuri. Ni mara baada ya kuumia katika mchezo wa kwanza Simba dhidi ya Kagera Sugar. Lakini nyota wa pili ambaye klabu ya soka ya Simba watamkosa ni Abdurazak Hamza, beki yule tunaona naye pia anauguza majeraha. Nyota wa tatu ambaye klabu ya soka ya Simba watamkosa ni Wilson Nangu, miongoni mwa wachezaji ambao nao pia licha ya kupona lakini bado hajawa fiti kuhimili mikiki uwanjani. Nyota mwingine ambaye klabu ya soka ya Simba watakwenda kumkosa ni mchezaji Ibrahim Jabbar, mchezaji ambaye amefungiwa michezo 3 na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Ni mara baada ya kupewa kadi nyekundu katika mchezo wa Simba dhidi ya Pamba Jiji. Sasa tunakuacha na swali, kukosekana kwa mchezaji Ibrahim Jabbar katika eneo la kiungo namba 8. Je, hapa aanze mchezaji gani? Ino Leomba, aanze mchezaji anaofahamika kwa jina la Hussein Semfuko, ama unapendekeza katika ile eneo la kiungo namba 8 ni mchezaji gani ambaye unamuona tafiti kwa ajili ya kuweza kuziba pengo la Ibrahim Jabbar, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana akiwa amesajiliwa katika dirisha dogo, katika dirisha kubwa la usajili akitokea pale nchini Nigeria, lakini alikuwa anacheza soka klabu ya Stellenbosch ya pale nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo toa maoni kwenye comment hapo kama kawaida, na sisi tutakuja kuyasoma maeneo yake. Usiache tu kulike, kucomment na kushare video zetu. Asante kwa kuwa nasi. Bye bye.